ambapo katika kipindi hicho tumefanikiwa kurejesha serikalini jumla ya shilingi 167,725,810 kupitia ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, uchunguzi na mashtaka. Kati ya kiasi hicho, shilingi 56,548,000 zimerejeshwa kupitia ufuatiliaji wa ukusanyaji wa mapato kwa njia za mashine za electronic za POS katika halmashauri za Manyoni na Iramba. Fedha hizo haziwasilishwa benki kwa wakati kama ambavyo inatakiwa kwa mujibu wa taratibu za ukusanyaji na uwasilishaji wa mapato ya umma. Baada ya uchunguzi wa TAKUKURU kuanza, hawa wakusanya mapato, hawa watuhumiwa wetu walianza kurejesha fedha hizo kwenye akaunti za halmashauri husika. Uchunguzi bado unaendelea ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Hapa labda sasa niwakumbushe na nitoe wito kwa wale wote ambao wana wajibu wa kukusanya mapato. Wanapopewa zile mashine, wao ndo ambao wameandikishwa, wao ndo wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanapeleka zile fedha benki. Wamekuwa na tabia ya kuzipeleka zile fedha kwa watu wengine, lakini mwisho wa siku wanakuja kubanwa, hao watu wengine wanawaruka. Mwisho wa siku liability, wajibu ni wao huko kwao. Kwa hiyo wakumbuke kwamba wanapaswa kuwasilisha fedha hizo benki na kuzuia matumizi ya fedha ambazo ni mbichi. Vile vile tumefanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na katika ufuatiliaji huo tumeweza kurejesha shilingi 76,729,768 kutokana na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo 28 ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 8.2 katika sekta za elimu, afya, barabara, utawala na maji kama ifuatavyo. Shilingi 15,620,769 zilipwa kwa zabuni kwa ajili ya kusambaza vifaa vya ujenzi, lakini vifaa hivyo havikufikishwa kwenye maeneo ya miradi. Baada ya ufuatiliaji wetu, vifaa hivyo kwenye thamani hiyo viliwasilishwa kwenye miradi husika. Hapa nitoe wito kwa wazabuni, wakandarasi, watu ambao wanapewa kazi, wanapewa fedha za umma ili wapeleke vifaa kwenye maeneo ya miradi. Hawa baadhi yao wanasababisha miradi inachelewa, sababu wanachukua fedha alafu